Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena siku njema ya leo mardi le 17 février 2026. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine katika taarifa zetu mbichi za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari zetu mbichi ambazo tumewaletea siku ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita katika maeneo tofauti, tuambie ni kipi kinachoendelea pale, na tutawapeleka katika maeneo ya Masisi kule Katoi kwenye baada ya mapigano makali. Katoi ilikamatwa na AFC M23, ikapigwa sana, wanajeshi wengi walipoteza maisha yao pale. Katika grupe yetu ya WhatsApp na shene yetu mlipata maimaje na video. Ndugu zangu, AFC M23 hawana bahati kule katika eneo ya Katoi, na tumewaletea taarifa mbalimbali kama kawaida. Tutawapeleka kule Kinshasa kwenye yule Martin Fayulu pamoja na mwenzake Prince Penge walikuwa atake na watu ambao walikuwa na mipanga. Ni siku ya jana, wanashutumu IDPS kwa kuwa nyuma ya atake hiyo, na tutawaambia kuhusu Lawrence Kanyuka ambaye alishutumu jeshi la Kongo kwa kukiuka usitishaji vita na kuwashambulia ikitumikisha ndege katika maeneo tofauti. Kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunaomba basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kulike pia na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Msisahau kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa naendelea kupata taarifa zetu kwa wakati. Namna ya kujiunga, gusa pale kwenye titre, pale chini ya titre mu description kuna linki yetu, guse kwenye linki hiyo. Yengine kabisa uyatuachie taarifa, utakuwa ukizipata kama kawaida. Tufungue ukurasa wetu wa habari moja kwa moja, tuwapeleke katika eneo ya Katoi inayopatikana territoire ya Masisi kwenye AFC M23 ilipigwa sana tena ikapigwa vibaya na wazalendo. Wale wazalendo ambao wanaongozwa na Generale Mtayomba, ndiyo kabisa katika maeneo hayo njo wenyewe walipiga AFC M23, walipiga wakisaidiwa na ndege za drone. Ilikuwa siku ya jana katika eneo hiyo ya Katoi. Ndege ya drone kwanza ilisikika katika anga hiyo, wakaji wakakuwa na uoga sana baada ya kusikika kwa ndege drone katika eneo ile. Ikapotelea mbali kabisa, ikakosekana. Baada ya minute chache na ndege hiyo drone imesikika katika anga hizo, wazalendo papo hapo wakaatakia AFC M23 katika eneo hiyo ya Katoi. Milipuko mikubwa ya silaha nzito na nyepesi kasikika katika eneo ile ya Katoi. Ilikuwa ni saini mapigano ya kaanza kabisa kati ya pande mbili, wakati wazalendo na jeshi la Kongo walikuwa mwatake hapo chini na wako mwaoffensive. Ndege ikarejea katika eneo ile na ikaanza nayo kubombarde waasi wa AFC M23 katika eneo ya Katoi. Ilishambulia mapozisio tofauti za AFC M23 pale Katoi, na kutokana na jinsi walikuwa wakishambuliwa juu na chini, hawakuweza kabisa kuresiste. Baada ya mapigano makali walikimbia katika maeneo tofauti, na eneo ya Katoi wakaiacha ikakuwa rekipere na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Katika ile operasyon sasa, katika donko ile mapigano ya jana,
ndipo resulta zinazotufikia ni mbaya kwa AFC M23. AFC M23 ilipigwa vibaya sana. Nadhani ya kwamba mlipata image za watu za wanajeshi wa AFC M23 wakiwa wamekufa. Mulipata mavideo pale ginsi wazalendo walikuwa wakikamata video ya wale wanajeshi. Vraiment AFC M23 ilipigwa sana tena vibaya. Wazalendo wale wanasema kuwa kazi inaendelea, wanachokitaka ni kurekipere maeneo ya Kongo na kuwapiga wasi hao sana katika eneo ya Katoi. Kuliacha hata kuna wengine waliokamatwa mateka. Video zenye muko nafuata pale ni video kutoka kule. Wale ni wanajeshi wawili wa AFC M23 ambao hata walikamatwa mateka katika eneo ile ya Katoi. Hao wanajeshi wawili wanasema kuwa ni wamoja wa wale wanajeshi wa FARDC waliokamatwa mjini Goma, wakati AFC M23 ilikamataka Goma ikawapeleka kwa formation militaire kule Rumangabo, na wale nao walikutanwa pale au walisema hawawezi wakakimbia kwa sababu eneo ya Katoi inakuwa rekipere, acha wabakie pale. Njo wazalendo wakawakamata pale. Wanasema kuwa wanachokitaka ni kuendelea kusaidiana na wazalendo na jeshi la Kongo kama zamani. Wazalendo wanasema kwamba wanapaswa kupelekwa kule mweneo za FARDC kule Walikale, puis FARDC njo yenye itakamataka maamuzi ya kuwa wataendelea na kazi ama njo yenye itajua itakamata maamuzi gani kuhusu wanajeshi hao. AFC M23 walipigwa vibaya sana, na wazalendo wanasema kwamba wangali wangali nafanya msako katika maeneo yale, wajue wanajeshi kamili wa AFC M23 walioangamia, kwa sababu ni wengi. Maji zilizotufikia zinafika wanajeshi 7, ni wanajeshi 7. Wanasema kwamba wangali nafanya msako pale, wajue wanajeshi kamili wa AFC M23 waliopoteza maisha yao ni wangapi. Na eneo ya Katoi yote wanapenda wafanye msako mpaka leo, wanaendelea donc kufanya ratissage eneo ya Katoi, wahakikisha kwamba hakuna mwanajeshi hata mmoja wa AFC M23 ambaye iko ndani. Ni wazalendo pamoja na jeshi la Kongo ambao walishambulia sana jana AFC M23 katika eneo ya Katoi na kurekipere eneo ile ya Katoi. Na wakati mashambulizi hayo yalikuwa yameanza katika maeneo hayo ya Katoi, kule Minembwe, mnajua ndege zilishambulia AFC M23 na Twirwaneho jana. AFC M23 ilishutumu jeshi la Kongo kwa kukiuka usitishaji vita na kuwashambulia katika maeneo ambayo wako ndani. Porte-parole wa AFC M23 mnamjua ni Lawrence Kanyuka, kupitia akaunti yake ya X ama Twitter alitangaza ya kwamba gouvernement ya Kongo, wanajeshi wa Kinshasa pamoja na wasaidizi wao wanaendelea kufanya maatake ambayo hayaishi zidi ya maeneo yao, hususan katika eneo ya Minembwe kule mo plateau de Fizi, ambapo Lawrence Kanyuka anashutumu jeshi la Kongo kwa kushambulia wakaji wa Wanyamulenge kule Katoi. Nako akatangaza kuwa ndege iliwashambulia, na ni kweli, hapo ndo ile yenye tulikuwa tukiwaambia. Akasema kuwa pia mweneo ya Mulume Munene inayopatikana mu territoire ya Kabare, jana ndege ya kivita nako iliwashambulia. Wana AFC M23 ina informe communauté internationale na nationale ya kwamba jeshi la Kongo linaendelea kukiuka usitishaji wa vita, na wanaendelea
kuonesha kuwa kabisa wako tayari kushiriki katika njia za kuleta amani mashariki mwa nchi ya Kongo. AFC M23 inasema kwamba ile provocation ambayo gouvernement ya Kongo inaendelea kuifanya itaacha maiforo ya kuleta amani itafikiwa na AFC M23 na itaendelea nayo kujidefendre. Hapa sasa nataka niwaambie kitu. AFC M23 mnajua Muwalikale njo wenye wako muvita depuis kwanza kwa mwaka huu, depuis mwezi wa kwanza AFC M23 njo wenye walianzaka offensive Muwalikale, wakashambulia jeshi la Kongo ili wasonge mbele vers Pinga. Mambo yakashindikana na kufanya riposte ama na FARDC ili nayo kulipiza kisasi, ikawashambulia na ndege zisizokuwa na rubani mwa maeneo tofauti. Waasi wa AFC M23 kwa sababu walishambuliwa Masisi na Minembwe na kule Mukabare, wanashutumu jeshi la Kongo kuwa wanakiuka usitishaji vita, wakisema kuwa kule kwenye wako na shambuliwa ni jeshi la Kongo lenye liko mu offensive, wakijisaulisha kwamba wao ndio wenyewe walianzishaka vita Walikale, iwe Walikale, iwe Lubero, iwe Sud Kivu na kwingineko, wote ni wamoja. AFC M23 ni wamoja, wakashambulia jeshi la Kongo Masisi, swate wanashambulia eneo ya Katoi, tuseme hivyo. FARDC nayo ina riposte Sud Kivu, ni wamoja. FARDC iko nalipiza kisasi, nayo ni kuwashambulia kote, ni wamoja. Isemekani ya kwamba wakati wanawashambulia hapa na FARDC ina riposte kwingine ni kukiuka usitishaji vita. Hapana, wao njo wenye walianzishaka vita Walikale ili wafike Pinga. FARDC leo iko nalipiza kisasi, acha niseme vile. Donc nayo iko na riposte, haiko kusema kwamba ni kukiuka usitishaji vita. Wao ndio wenyewe walikiukaka kwanza CCLF, walikatalaka kuikala, wakafanya vita ili wasonge mbele kule Mupinga. FARDC nayo leo inawashambulia na ndege, wanaanza kulalamika kuwa inakiuka usitishaji vita. Na kitu kingine ambacho nilikiwazia wakati tena AFC M23 inaanza shutuma hizi, mnajua CCLF iliyoombwa na Angola Kinshasa isha itika na itaanza kesho, na AFC M23 inapendaka kupitia makoro ya CCLF inafanya vita, kwa sababu FARDC inakuwaka isha tia vita pembeni, inakuwaka deja isha ikala, acha niseme hivyo, wanakuwaka isha acha vita. AFC M23 ndipo inajiorganiza keupya, inawashambulia. Na kabla ya kufanya vita, mnajua ya kwamba shutuma njo zenye zinakuyaka za kwanza, wanashutumu leo, kesho yake FARDC inakiuka usitishaji vita, na wakati wataatake shutuma zile ziwe kama za kufanya community internationale kuamini kuwa Kinshasa njo yenye ilianzisha vita, puis wa avance kupitia ile CCLF ambayo iko pale. Nadhani ya kwamba tuko naendana 5 kwa 5. Mnajua strategy hizi depuis zamani, wakati kulikuwaka maakoro ya CCLF, akoro za kutowafanya kupigana, ndipo AFC M23 inajiandaka sana na inapigana na inaavance. Sasa aujourd'hui kupitia hii CCLF naona kuwa tena AFC M23 mpango ni huo. Deja wanaanza kuishutumu jeshi la Kongo kuwa wanakiuka CCLF, wakati hao ndio wenyewe walianzishaka vita kwa mara ya kwanza Walikale, na wakati wanashutumu jeshi la Kongo hivi, donc wakisha atake watakuwa wakisema kwamba ni kufanya riposte nao, donc watakuwa wakisema kwamba wako na defendre maeneo yao, na watakuwa wakiatake maeneo ya FARDC, wakishutumu kwa kuwa ndio yenye ilianzishaka vita. Sasa FARDC na wazalendo wanapaswa kuwa makini katika siku hizi za CCLF. Wanajua ya kwamba hakuna CCLF
upande wa AFC M23 kwa sababu kupitia cessez-le-feu njo AFC M23 inapendaka kuatake na kusonga mbele. Sasa AFC M23 mpango ngali ule, FARDC na wazalendo ifo wanakuwa makini kabisa katika siku hizi za cessez-le-feu ambazo zitaanza kesho le 18 njo cessez-le-feu itaanza. Tunaendelea na taarifa zetu. Baada ya siku mingi 3 semaines au 1 mois na rezo za Orange na Africell na Airtel katika maeneo yanayokaliwa na AFC M23 azitumiki bien. Kuanzia leo asubuhi ziko natumika bien sauf Vodacom yenye haijapata rezo bien, me Orange, Airtel, Africell zishatumika bien kabisa katika maeneo zote, mkona zote kabisa. Rezo tena zisha rejea, donc rezo zisha patikana tena, ni Goma, ni Masisi, ni Ruchuru, ni Msidi Kivu, donc rezo ziko bien kabisa. Depuis asubuhi watu wote wanatuambia kwamba wako alinye tena, rezo zisha patikana. Na ni gouvernement ya Kongo ambayo iliweza tena kurejesha rezo kama kawaida, kwa sababu zilikuwa zikiingiliwa na watu wasiojulikana. Jeshi la Kongo lilikuwa imeshutumu MTN ya Rwanda kuwa njo yenye iko na ingilia rezo ili kuweza kuwa na access pale maeneo yanayomilikiwa na AFC M23, donc watumikishe rezo ya MTN. Rezo zisharudia kabisa kama kawaida. Tunaendelea na habari zetu. Presida wa ADD Congo Prince Epenge pamoja na wamambre wa parti yake siku ya jana walikuwa atake wakati walikuwa wametoka kuparoasi ya Saint Joseph ya Matonge kwa ajili ya kumbukumbu za wakritie wakritia ambao waliuawa le 16 Februari 1992 wakati wa ile greve ya kufunguliwa kwa Conference Nationale Souveraine. Wakati walikuwa wametoka pale sasa kuile paroisse, walikuwa atake na watu ambao walikuwa na mamashete tu mipanga, na porte parole wa Lamuka yule Martin Fayulu alisema kwamba nao walikuwa atake siku hiyo kwa sababu walikuwa pamoja na ile parti politike ya ADD Congo ya Prince Epenge. Wanasema kuwa walio watake ni Force de Progrès ya IDPS. IDPS mnajua ya kwamba njo parti politike yenye iko kuongozi donc ya Felix Tshisekedi. Wanasema ya kwamba wale watu ambao waliwatakeni wa IDPS, na akasema ya kwamba wakati watake hiyo watu wa ile parti politike ya Prince Epenge walijeruhiwa vibaya na panga hizo. Akasema ya kwamba kuna wale waliopelekwa hata hospitalini, na tangu hayo yafanyike hakuna taarifa yoyote ya IDPS ya kutangaza kuhusu hayo. Waseme ya kwamba ni wao ama wakane, me Prince Epenge na Martin Fayulu wana confirme kuwa ni IDPS ambayo iliwa atake kupitia makorteje zao, kupitia wakati walikuwa na wametoka kuile paroisse, njo walikuwa atake na hao watu wa IDPS. IDPS haijatangaza chochote kama itatangaza kuhusu hayo, ikane ama ipane ingine mafasilio, tutawajulisha. Me pour le moment yule Martin Fayulu na Prince Epenge wanakonfirme kuwa ni watu wa IDPS ambao waliwaatake. Ndugu zangu, nisome maoni yenu basi kwa wale wanaotuuliza maswali tofauti kupitia commentaire tupate kuwajibu. Polikarpe alisema wewe pia Mungu akulinde. Asante ndugu yangu, nawe Mungu akulinde pia. Mansoro
Mansoro Idi Lukulo alisema asante mtangazaji wetu kwa taarifa. Wanyarwanda kwa sasa wana bahati, hii ni zamu yao, iwe isiwe ushindi unakuja Kongo. Okay. Alexi alisema na kukubali, unajua pana taarifa za ukweli sana, Mungu akubariki, merci beaucoup. Edouard Kabwili alisema 5/5 nous sommes ensemble depuis la ville de Moba. Okay, ndugu zangu watu wa Moba naona sana ku commentaire, merci beaucoup. Cosmos alisema asante sana kwa taarifa ya nchi, merci. Charles Mudos alisema asante kwa habari za ukweli, no félicitations à nos patriotes combattants. Okay. Chibashimba Honore alisema Mungu akubariki journaliste kwa habari za ukweli unayotupatia, na mie unipe nimero yako nikupe hata 10,000 ya maji. Okay, ukuje kutuandikia ku WhatsApp yetu. Yangongo alisema bonne nuit, ulale bien, merci beaucoup, na we ndugu yangu Mungu akulinde. Iripire info alisema merci beaucoup, unitumie nimero yako nikutumie mega, asante. Biringiro Baseme alisema ile ni majitapo, Batusi banajitapaka sana. Okay. William Shamamba alisema M23 wana akili kabisa kusema bongo sana. Okay. Anaitwa Bertelemi alisema bonsoir journaliste, na kufataka hapa Kinshasa sana kama kawaida. Sasa FARDC ayaingia tu Minembwe centre, pana Minembwe centre awajaikamata. Tengu Fataki alisema courage sana kabisa, ile kujenga armea mpya ni ya muhimu sana, ni FARDC mzalendo. Okay. Merci beaucoup, asante kabisa kwa taarifa, kwa kuwa mnaendelea kuzifuata taarifa zetu. Washukuru, Mungu awalinde, mchana mwema pia, tupatane katika habari mbichi zifuatazo. Merci beaucoup.